Je, umewahi kumwambia mtu mipango yako, ukaona ghafla mambo yanakwenda kombo? Au ukaona kila unapofungua mdomo kuhusu ndoto zako, kuna kitu kinaanza kufa kimya kimya? Au labda ulijaribu kuwa wazi, kuwa mwaminifu, ukaona kuwa nguvu zako na matarajio yako yameanza kukutoka mikononi? Karibu sana kwenye Fikra Sahihi, na leo tunaendelea na sheria ya 3 kutoka kwenye kitabu The 48 Laws of Power. Mwandishi Robert Greene, Conceal Your Intentions. Kwa Kiswahili, mada ya leo inamaanisha ficha nia zako. Hii ni mada isiyo ya kawaida. Ni silaha, ni hekima, ni nguvu isiyoonekana, lakini inayoweza kuunda mafanikio yako, hofu kwa mashindani, na heshima ya thamani isiyo na kipimo. Na kabla hatujaingia ndani, kumbuka sheria ya kwanza na sheria ya pili tayari ziko YouTube kwenye channel hii. Kama bado hujaziona, rudia baada ya video hii, maana sheria hizi 3 zinaunda msingi wa nguvu na mafanikio kimya kimya. Usisahau kubonyeza subscribe, like, comment na share. Maana leo tutafungua mlango wa hekima na ushawishi wa maisha halisi. Conceal your intentions. Nguvu kimya kimya. Watu wengi huanza kufeli pale tu wanaposema mipango yao. Kwa nini? Kwa sababu mara tu watu wanapojua unachotaka, wanakuwa na nafasi ya kukuzuia, kukatisha tamaa au kujipanga kukupita. Sheria ya 3 inakuonyesha ukweli. Nguvu ya kweli inajengwa gizani, sio hadharani. Watu hawatakusaidia, si kwa sababu hawataki, bali kwa sababu wanahofia mwanga wako ukawa mkali kuliko wao. Hakuna kitu kinachovunja maini haraka kama ulimi usio na breki. Hakuna kinachokata nguvu kama kuonyesha kila kitu mapema. Unapokaa kimya na kupanga kimya, nguvu yako inakuwa. Uchungu unabadilika kuwa hekima. Watu wanakushuhudia ukiwa kwa utulivu wa siri, lakini hawajui kuwa umejipanga kuwa shujaa wa kimya na mmiliki wa mustakabali wako. Kwa nini ni muhimu kuficha nia zako? 1. Uwivu wa binadamu ni wa asili. Hata rafiki anaweza kukutabasamia, lakini moyo wake ukaumia unaposema unalenga zaidi ya alichofikia yeye. Wivu huu hauonekani, lakini unakula matumaini yako kimya kimya. Kukaa kimya kuna kulinda dhidi ya wivu, maneno ya nyuma na vizingiti visivyoonekana. Hakuna kinachochoma nguvu yako kama kutaka kuonekana huru mbele ya kila mtu. Mipango ya mapema ni dhaifu. Robert Greene anasema, mipango ya mwanzo ni dhaifu, ipo hatarini kubomolewa na upepo mdogo wa hatari. Ukionyesha kila kitu mwanzoni, unawapa washindani na watu wasiokutakia mema na nafasi ya kukuzuia kabla hujapiga hatua. Ukisubiri na kupanga kimya, mipango yako inakuwa thabiti, imara na yenye thamani. Hii ndio nguvu ya kweli, nguvu inayoshinda kabla ya vita haijaanza. Hii ndio nguvu ya kweli, nguvu inayoshinda kabla ya vita haijaanza. Ukimya unazaa heshima. Watu wanakuheshimu zaidi unapoongea kwa matokeo, si kwa ahadi. Matokeo yanashangaza kuliko maneno. Ukimya unakupa hadhi, unaleta hofu na unakuweka juu bila kelele. Fikiria kijana mmoja anaitwa Moody. Moody alikuwa mtu wa kazi na mwenye ndoto kubwa. Alipoamua kuambia watu ndoto zake, rafiki ya karibu alianza kubadilika. Kutabasamu kukawa wivu, ukaribu kukawa ushindani, maneno ya faragha yakawa mabomu kimya kimya. Moody alijifunza kwa njia ngumu. Nguvu haihitaji maelezo. Nguvu haikai kwenye midomo. Nguvu inajengwa gizani, inapanda kimya na inashinda kabla ya kushambuliwa. Hii ndio maana sheria ya 3 inasema, nguvu ya kweli inazaliwa gizani, sio hadharani. Usitangaze safari kabla hujaianza. Usitangaze malengo kabla hayajakomaa. Usitangaze mafanikio kabla hujayaona. Heshimu nguvu ya ukimya, kwa sababu ukimya haupigi kelele, lakini unaua ushindani. Ukimya wako ni silaha. Ukionyesha kila kitu, unakipoteza. Ukifanya kwa kimya, unashinda hata kama wengine hawajui. Jiulize, ni wakati gani ulimwambia mtu lengo lako halafu ukajuta? Ikiwa jibu lipo, sheria ya 3 ndiyo dawa yako leo. Nguvu ya kweli haionekani, inakuwa kimya kimya na inaleta heshima,
na matokeo bila kelele. Ndugu watazamaji wa Fikra Sahihi, kama bado hujasubscribe, basi bonyeza subscribe ili upate video nyingi zaidi kama hizi.